I just felt niko ready. Ujue mwanamke anakuwa anabadilika. Akaniambia ujue ukioa huyo mtaoa hadi kifo. Japo wanasema mwanamke sio mgeni, anakuwa mgeni za moyo zana watu wote pale. You could not decide a major. Decided a wife. Kusiazoeana na watu munyumba sana like kusinikingaliki mgeni. Yeye ndo rafiki yangu. Kisha hapo hivyo asiniongelee ananisirikia niongeleshe. Pesa zako ni pesa zenu. Amtakuwa always muko gisi mulikuwaga muko boyfriend na girlfriend. Juko kichwa ya familia haimaanishi eti ndo boss ya around. Ndo kamate ubebe mke wako gisi unataka, umzungushe gisi unataka. No. Mambo vipi watu wangu, ni muda mrefu toka niongee Kiswahili na nyie. So nimerudi tena na episode nyingine ya Kiswahili. Naitwa Tulia, ni host wa Emo Talk Show. Na kama hujui hivyo inamaanisha kwamba hujasubscribe kwenye channel yetu. Jamani, nifanyie favor. Wende tu bonyeze subscribe. Itachukua 1 second. 1 second. So usubscribe and then upende hii video. Ukishaipenda, ukamate link, utumie mtu mwingine. Juu najua kenye tutaongelea hapa utakipenda. Mimi najuaka sana na najua kenye unapenda. So na wale tiaka kile kenye unapenda. Anyways, ufanye hivyo, ndafurahi sana. Na kama we hii si mara kwanza kufika hapa, unakuaka kila episode tunatoa, unaangalia, na kushukuru na nakupenda sana na kusamini kwa kile unachofanyia na unafanyia timu yetu. Leo jamani, I'm so excited. Niko so excited juu leo niko na timu yangu. Jamani, niko na timu yangu. Yaani ndio watu wenye bana nisaidia sana, yani mpaka tuwe hivi, mpaka Emo Talk iwe Emo Talk ile mnaisikia, mnaiona kwa sababu ya watu wawili. And so today batajiintroduce, batatuambia wao ni wa nani, and then bakimaliza ndawaambia tutaongelea nini. Okay? Alright. Karibu Fidel na Vicky. Yes, asante sana. Nijitambulishe kwa majina, naitwa Fidel Shibwami. Mimi ni mume, niko na mke mmoja na watoto wawili. Yes sir. Tena ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Vile vile ni producer wa Emo Talk kama mnaona, and nafanya tena kazi ya production ya weddings, portraits, vitu kama hivyo. Hizo ndo kazi zinafanya so far. Yes sir. Na uko content creator. Na niko content creator. Yes. Sawa. Jamani, so many titles. Yes. Nashukuru. Naweka sema ni bwana yangu. Nashukuru kupata nafasi ya kukua Emo Talk Show. Kwa majina naitwa Victoria au Vicky, Victoria Fidel. Ndo mume wangu. Yes. Tuko na watoto wawili. Na I'm so happy kukua Emo Talk Show. Yes. Guys, mnajua ile mkisikia nani Emo Talk Show nani yetu intro, right? Nenda Emo Talk Show. I'm the one behind Emo Talk Shows. Ndo sauti yangu. Sauti ya Emo Talk is here today. Yep. Now, it's really exciting kupata hapa siku ya leo. Najua kweli like it doesn't seem like mungo batu wenye mutakuwa Emo Talk. Right? Normally batu wenye wanawazidi miaka vitu saa hivyo. But niko very excited kuwa na mwe hapa juu leo tutaongelea ndoa. Jamani, nibambia hii mwaka ya 2026. Ukisikia neno ndoa, jua kwamba Emo Talk Show itakuwa hapo. Kwa hivyo mwaka huu tuko na series ambazo tunaita marriage series. Ni vipindi wenye tukapenda tu kuonyesha gisi batu tofauti kwa banabeba ndoa zao. Juu sie wenye tuko nje tujifunze kitu kimoja viwili vitatu, ili saa yenye sie nao tutaanza ndoa yetu hakuna ndoa yenye iko the same, right? Lakini inatusaidia tu ile kupata tu idea batu wengine wiko wanafanya je. Yes. Na mwe wenye mko mnasikia mko tayari tu kusikiliza na kujifunza kitu kimoja viwili juu it doesn't matter, mtu yoyote anaweza kujifunza kwa mtu yoyote akipenda. So leo tuko tunaongelea ndoa, lakini specifically tuko tunaongelea kuhusu kuoa au kuolewa kipindi bado
uko mchanga. Yes. Okay? Yes. Kwenu? Interesting. Yeah, tutaanza right there. Swali yangu kwanza Unafuna. ningetaka kujua mujamii yetu, or niwaambie watu why I wanted to do this. Mujamii yetu often time batu baoa au banaolewa miaka ingali ya kidogo, na tunaona counterparts betu, yani batu wenye sio sie, makabila ingine beko banaolewa later in the years, lakini kwetu juu ya mila na kwenye tulitoka, unakutana most of the time mtu akimaliza high school iko tayari kuolewa, iko tayari kuoa. Tunataka tujue mweye specifically, kipindi mlioana Fidel ulikuwa miaka 20. Yes. Vicky ulikuwa miaka 19. Yeah? Ni nini kenye kilibasuete muoane? Just that, like ni kitu gani kenye kilifanya mwe aseme okay, naolewa? Useme kungambo yao. Kungambo yangu. Kila mtu anasema kungambo yake, yeah. Kungambo yangu mimi ndasema I just felt niko ready. Ili feel like why not? Nampenda. Kwa nini nisifanya kuwa mke wangu? Mjamii yetu kuko watu wanaonaka kuoa mapema is bad, kuko wengine wanaonaka kuoa mapema ni sawa. And I feel like at the end of the day nawaka ni mtu vile kisi una feel. Kuko watu wanaingia ndoa juu ya kukuwa pressured na familia. Kwa hiyo watu wanaingia ndoa juu ya kuescape kwao. Kwa watu wanaingia ndoa juu anapenda, anaona like this is the right time. Like siwezi nikasema eti nilisikia sauti from God eti you have to marry, no. Naweza kuwa niko danganya nikisema hivyo, but at that time nilisikia nikasema eti yes, because at the beginning wakati nilimfuata nimwambia I'm dating to marry, I'm not dating to play. Sikia, kalikuwa tabebe na hivyo tabebe kuambia mtu aseme I'm dating to marry. At the time nilikuwa niko 18. Wakati tulianza date. 18, 17. 17 I think, yes. 17, 18. Yeah. Okay. So na nimwambia, anajua nimwambia we are dating, niko na date to marry. Maybe one day in the future nadhani wapo. Lakini hiyo nilikuwa hapo kipindi ya kudate, sikuwa na timeline ya kusema eti mwaka fulani itakuwa, no. Yeah. But after 2 years it just felt right. Nikasema like this is it. So muli date for 2 years. 2 years. Okay. Na wewe saa yenyewe wanakuwa nikwambia seme Vicky, mie niko na kudate juu ni kuoe, hapo wewe uko 15. Uko 15 wewe mtoto wewe. Yes. Ulikuwa uko 15. Bwana akakwambia seme mie niko na kudate juu ni kuoe. Ulijisikiaje? Uli be process juu in my head literally ungali mtoto. In my head, right? Like niko waza, and Fidel knows exactly how I feel about this topic. Ulikoko baby. That is so niambie ulikuwa unajisikia, and especially saa ile yenye kipindi sasa bilifikiaka hiyo miaka 2 ishapita, unakuwa 17 18. At that time ulikuwa kama ushakuwa 19. 18. Juu mpaka baanze process ya mwingine mwaka. Ulikuwa uko 18. So yes. How did that feel? Ulijisikia aje na watu waliongeaje? Kwa sababu kuna ile kitu jamii ina-normalize. Yes. So inaweza isionekane eti is a big deal nani Vicky kona oleo. But ilikuwaje? Kipindi yenye ananiambia iko na date to marry. Nilenda jifeel nikingaliki mtoto. So nilifeel kawaida, haikuwa eti nikuwa excited kwa sababu si nikingaliki kijana. Kwa hiyo maisha kingaliki yanaenda. The first time anakuya kwetu, tulienda kanisa, tukaingia. Batu bakaanza peleka ma rumors mumita eti Vicky kono olewa soon. Na hapo hivyo aya click kama nataolewa. Bakaanza like Vicky kono olewa soon, sijui nini. Kaanza sikia niko naolewa, what do you mean niko naolewa? Just because nime bring tu mtu kunyumba and family wao yajua kama niko na mdate or so Kiana tu kuangalia and then decided to go to church. Si hata kuangalia like tulienda kumkutano. Bali alikiwaka kuhiyo mkutano.
so sindo wakamuonaka wakaanza iko naolewa. Yeah, but mie nilienda like siku bichukulia eti gisa niambiaga eti I'm dating to marry. But nilienda mo niko serious. But gisa niambiaga I'm dating to marry. I wasn't ready to get married. But iyo kipindi yenye simaka hivyo, but after 2 years nilishakuwa na akili. Si uko una date na iko iko na nani ya. Anakuprep. Kuna mprep pole. After 2 years nikaanza feel like nampenda and I'm ready. I feel like he's the right person and I feel like I'm ready to get married. Pale ulisema like watu walifeel haya. Nakumbuka kipindi yenye nilikuwa my parents for the first time waweka China. Unaanza je tu. Hivyo took me 2 days to make that happen. 2 days. We're like, but I have a serious conversation na wazazi. Because it was serious. Because nakumbuka way back kipindi kenye because na alifika kwa nyumba. Wakati alifika kwa nyumba, wazazi wanakuwa wanashakia always. Mama first time mama yangu kumuona kama mwanamke anafika hapa. Kisha akaniambia imani ache. Mimi nikacheka, sikumwambia kitu, nikacheka tu ndio nisha tu. Alifika kwa nyumba kwa sana. Alifika kwa nyumba. Like rafiki yako. No, like I think nilienda to make up na Satina. Dadangu, yes. Yeah, nilienda to make up na Satina nikafika pale. Pale watu tulikuwa tuko kidogo close. Tuko close, yeah. Sasa mama kaona vile akauliza mwale achi. Mimi nikasmile tu nikaipotezea tusiende huko hiyo topic. Ikakuwa kwa hivyo. Yeah. After like I think it was after 1 year after that ndo tulienda nani. Na musese ile watu walifeel haya. Kipindi gani nilienda toa news eti niko napenda nioe. Wazazi walikuwa like, you are too young. Kwani? Wazazi yako walikwambia hivyo? Yeah, mzee wangu ananiambia eti unajua ukingaiki kijana. Mzee aliweka chini akaambia eti right now unaweza muone yuko beautiful sana. Kesho unaweza muingiza mundoa, unaweza ona wengine viko more beautiful. Ya mzee hiyo yote niweka chini akaniambia ujue mwanamke anakuwa anabadilika. Unaweza kumuona mwembamba leo, kesho anaweza kuwa akiingia mnyumba anakuwa mnene. Kisha unaanza mchukia. Ya mzee before meko ebo kuniambia eti okay it's okay go ahead and do it. Baliniambia banishauri gisi mzee anashara mtoto. You know you are still young. Mimi nikamwambia najua niko young but na feel like I have to do this. Yeah. Nikamwambia na hivyo niko niko young but I feel like doing this. Sasa nikamwambia okay. Kama ndio una feel akanishauri akaniambia pale ujue mwanamke anakuwa badilika. Ukimuoa, yani unajua mzee wangu ni pastor. Nilikuwa siasema babangu ni pastor. Akaniambia ujue ukioa huyo mtaoa hadi kifo. Ikakliki nikasema hadi kifo. Na ujue mwanamke anakuwa badilika. Kubadilika kusema sio eti kubadilika tabia ni mwili yake inakuwa inabadilika nenda ma process. Kwa sababu hiyo kipindi alikuwa ni mwembamba. Hii mwili iko nayo hapa hivi. Gharama tu hizi tu zini. Nilimgeuza hivi. Ilikuwa mbamba. Yes. Ti wenye anapenda like yake. Tia embe. So ikakuwa hivyo. Mzee ananiambia nikasema anaitika. Hiyo kitu ikawaja mkicho nikasema kuna change. So ikuwe ile unaoa leo kesho yake unaanza tena kuangalia wanawake wengine wa nje. No. Kama unasema huyu ndio unapenda na ukimuoa anataka tena tusikie eti anaenda tena nje. No. Kisha kanaambia pale mwambie mwenzako tarehe fulani mtakuwa bageni kwake. Ambie mzee wake mtakuwa bageni mchumba yao veranda. Nikamwambia siku fulani, ambia wazee tarehe fulani ilikuwa kama mwezi wa 6 hivi. Nikuambia nilikuwa nasikia aibu. Sasa niambia wazazi yako like how did you master the courage kuambia wazazi yako because I feel like hiyo ni kitu kusema kweli acha niseme before hiyo yote before mimi kuongea na wazazi yangu kwa sababu na wao walikuwa washanijua. So walikuwa washanijua na walikuwa washanikubali yani washanipenda nise. So zao walianza kunipenda lingaliki tukiwa tunafuatana. Bali niweka chini actually cool. Wanaanza wanaona hapo. Paka niweka chini na mama yake na baba. Wakaniuliza swali. Uko na malengo gani na mtoto wetu? Niligandaka.
nilikala kimya. Kichwa changu niko na debate niseme nini. Niseme kweli, niseme bongo. Nikisema bongo na kisha mimi nikasema right now niko nasoma, lakini uko mbele Mungu akisaidia naweza nikamuona. Ndio nisemaga tu hivi. Mzee wake akasema okay, mtoto wangu sasa hivi akingalia high school, akimaliza high school nimwoa ulisa, ndo mta decide amalize masomo huku au umuoe aende malize masomo kwako. Yeye mtu mimi kusikia wewe nikasema kumbe kuko tu okay. Na ndio na mimi after like few months ndio nikaambia wazee, ikakuwa hivyo. Ikakuwa hivyo, wazee wakakubali tutafanya. Unajua nani kwetu, watu wa kwetu, right? Kule kwa Afrika mwanamke mwanaume anaweza oa na kuolewa mwa hiyo kipindi, and it's no big deal. Isingekuwa hata like this conversation yenye tuko nayo hapa, isingekuwa special namna hiyo. Kusema seme acha tu host episode tubiongelee sijui na nini. No, isingekuwa special namna hiyo because over there it's very much normalized. Na iko kawaida. Huku in the West tunaona kuna ile kitu tunasema eti akili ya mtu I develop like your frontal lobe, I develop mpaka kwa 25 years old. So chini ya hiyo miaka you are still a child making childish decisions, right? Lakini mweye in those decisions, moja kati ya decisions zenye mliweka mkiwa under ya umri ya 25 ni hiyo ya kuoana, right? Na kikweli kweli naweza nikasema like if it were any other couple, acha tuniseme hivi kwa batu like bangekuwa couple ingine yoyote ya mu community yetu yenye najua vizuri na kuelewa vile like how they're navigating hiyo maisha ya kuwa wangali wachanga, basi ingekuwa hapa. Lakini this couple like niliwaambia, this is my team, ni watu wenye I've worked with closely na wajua na waelewa, na ndio maana niliona seme not only tunaweza tukaangalia hiyo umri has, you know, kwangu na batu wa mingi kuko negative connotation na kuolewa mapema or kuoa mapema, but I say that kusema kwamba muko good example of what it looks like kuoana mgali wachanga na you are making things work for yourselves. Okay, so tukiangalia if kama Daniel anakia kwako, I was gonna ask this question later on, but kama Daniel anakia kwako sasa, like not right now, but like Daniel like chakwa in 20 years from now, Daniel anakuambia papa napata mwanamke na nataka kuoa. How would you react to that? Hiyo ni question mzuri. Kusema kweli, now that I have kids, I feel like I might react the same gisi mzangoli react, but at the same time naweza nikapenda kumuelewa like janini why. But I feel like I might react the same gisi wa parent wangu wali react, because me kungambo yangu, my mom was okay with it, but ilikuwa ni mzee akisema yes we go. Mzee ndo alikuwa na like why this soon? What about school? What about this? No, nataka nijue kwa wote wawili at age 19, age 20, batu biko wana prepare kwenda ku university, batu biko wana prepare labda banakamata gap year biko check out ma hobbies zenye banapenda, lakini mwe hobby yenye mliona iko mie nilikuwa niko at the time nilikuwa niko masomo, nilikuwa niko college already, community college, but nilikuwa niko college, nilienda kula napenda niko dentist, hiyo iko work out sana nikanyamu computer information system na nilikuwa like bro, I don't know what I'm doing. Mwiyo vyote nilikuwa niko masomo but I feel like so bado sana mwe kwa kitu ninataka. You could not decide a major like you decided a wife. Kwa obvious kwa wife ilikuwa iko straight point, but major nilikuwa like kwa mule, but na feel like this is not right for me. Kisha nikakuwa like, you know, let me just take a break, but the break nikiwa take after me kumuoa tushakuwa na mtoto mwana, nika take break
ya masomo, nikasema acha nitake 1 year break niangalie kwenye nitaenda. Yes, so nikakuwa niko mule mnani nikaona okay, nishajua vile napenda nifanye, so hivi nishakuwa clear na vile niko hapa nifanye, and I went back to school. Alafu hiyo kusema seme like okay mu 19 ni miaka masomo dada. Ilikuwaje ukakataa shule? Mtoto mdogo wewe unataka sana ndoa. Actually sikukatalaga shule kwa sababu nilitoka ku high school, nilitoka niko honest student, and kwa hiyo niliendaga apply for college, but nilienda apply hapa sababu you know my papa, Papa Mbe, right? I was living with him like mu 2017 nilikuwa naishi na yeye. Ndio nikapenda tena college nikiwa nisomee huko, because nikisomea kunyumba I will not be serious with it, afadhali nikuwe mbali na kunyumba. Ndo ni nani, but marriage nikasema I'm ready for marriage, so why not? But nilikuwa penda ni nani niende ku college mwaka mmoja, but nilikuwa sijui nisomee nini, like sikuwa na major mkichwa, sikuwa na plani like nitasomea nini after high school. Ndo nika like why not try get married. Yeah, okay, I like that. So batu wa mingi muyetu community, tuko tunaongelea community ya Wakongomani specifically, asasi ya Babembe, right? Yeah. Mjami yetu batu wa mingi biko banaoa na biko banaolewa, lakini batu wa mingi abafanyi kazi, yani ile kazi yenyewe inahitajika ili kuhakikisha kwamba ndoa iko salama na iko na afya njema, right? Batu biko banaoana na banaolewa ile kimazoea, right? Ete mkibembe. Ete na yaonekane ku TV. Anavala white dress, yani tunategemea sana ile white wedding. Right. Na hiyo white wedding sio ndo. Kenye mwe mulifanya ni kitu special sana. Yes. Mulifanyaga marriage counseling, premarital counseling. Yes. Sijui premarital counseling naweza sema aje, but ni yani mafundisho ya ndoa. Mlifanyaga mafundisho ya ndoa na wazee wa kanisa. Hiyo mnaweza sema iliwasaidiaje ku set foundation ya ndoa yenu? Kungambo yangu naweza nikasema ilinisaidia sana, cause and why did you guys even seek that? Kwa sababu that's not sio taele mone ela. I want to say that in Kibembe because I don't feel like mukiswahili ita sound right. Taele mone ela kuona garso au kijana tu mnani yetu anasema mie nataka premarital counseling. Yeah. Honestly, pasa mwenye alitubariki, cause mie hata hivyo sikuwa hata idea bia hivyo kunja mwizo classes za hivyo. But I came aware of it kipindi tunapeleka nani kanisa eti tunapenda tufanye wedding. Mstari angetubariki akasema okay, kama mnapenda mimi niwabariki itabidi tuje kwa mafundisho ya ndoa. Mujue Mungu anafanya nini mundoa. Yes. So hapo ndo kwenye tuliingia mnani. Kungambo yangu mimi sikuwa najua, na yeye I think na yeye alikuwa anajua about hivyo ya kusema eti tuingie mafundisho ya ndoa kama hivyo. So mimi kungambo yangu nasema ilinisaidia sana, ilifungula vimoja vitu wenyewe nilikuwa sijui, au kunyoosha vimoja vitu wenyewe nilikuwa sijui kihivyo. Yes. Naweza nikasema kama vile mfano huyo mchungaji alituambiaka mwanaume ni kichwa cha nyumba, lakini mwanaume sio bosi wa nyumba. Kwa tofauti wa kichwa na utofauti wa boss. Juu kwa kichwa ya familia haimaanishi eti ndio boss around. Ndio kamate ubebe mke wako gisi unataka, umzungushe gisi unataka. No. So nililani vitu ya mingi mule na ilinisaidia sana kuanza relationship na mke wangu. Mnania ndoa, mstage ya ndoa vizuri sana. Than ile ya kuingia tuemo bila kujua niko ndafanya nini. I feel like hiyo ilisaidia sana ku pave way. Okay. Yeah. Very good. Vicky, unaweza sema wewe mnani mu counseling, ni kitu gani kenye uligundua kenye kilikuwa uncomfortable, yani zile uncomfortable truth zenye uligundua mnani mu marriage counseling zenye usingezijua otherwise, na zilifanyeje kwa ule utayari wako wenyewe ulikuwa unajisikia sasa mie niko tayari kuolewa?
what happened kenye kili like that one truth juu counseling is counseling. It doesn't matter unaenda kunani ku counseling for what. Yes. Always inakuwa na reveal vitu vyenye ulikuwa otherwise aujui kabisa kuhusu yourself or kuhusu in this case someone else. Keni nilienda gundua ni balienda tuambia eti tumeingia marriage tujue tuko naenda fanya nini, sio kitu chetu tutaingia tu na like una decide kesho yake eti sipendi tena unaacha. Kwa hiyo ujue ni kitu chenye like kiko committed yani. Yeah. Kwa hiyo kutakuwa commitment ya maisha. Yani kutakuwa kuko furaha, kutakuwa kuko huzuni, kutakuwa kuko magonjwa, like haitaanza kuwa always hamtakuwa always muko happy, hamtakuwa always muko gisi mulikuwaga muko boyfriend na girlfriend. Kwa hiyo kutaanza kuwa hard time na good time. Yeah. Na ulikubali hiyo kitu? Yeah, nilienda kubali. Yeah. I think hiyo ni nani, I feel like batu kirahisi batu wanasemaka hiyo kitu. Eti for in sickness and in health. Katika raha, katika huzuni, katika hivi. It's easier said than done. Yep. Right? Ni maneno yenye we almost have to remind ourselves. Kwa sababu katika maisha, haijalishi kama uko peke yako or uko na mtu mwingine. Yes. Maisha inatokea. Like life happens and katika maisha kutakuwa zile times zenye ziko difficult. And whether you like it or not, itabidi ufanye nini? Work through work through it. So kunani kupata mtu mwenye anakuambia seme like nah, sio tu maneno, it's life. Yes. Fidel unaweza sema kuko kitu kenye mu counseling. Yes. Kenye ulisikiaka that was a bit uncomfortable to hear, lakini you feel like imekusaidia? No, yeah. Kuko ya mingi. I think nilimention moya ila kusema eti uko kichwa nyumba sio ndo wewe ndo wa kusema eti hiki nishasema hiki ndo hicho. Nisha make decision hiyo nishasema ndo hiyo. Yes, eti mimi ndo final say no. Sababu uko kichwa imaanisha eti wewe ndo unapaswa boss around. Na ingine kitu ni pesa. Pesa zako ni pesa zenu. Yes. Hakuna eti juo ndo kutumika ndo uko na say ya kisi pesa itatembea. Yes. Kweli? Yes. Hakuna ile eti cause mimi ndo niko kutumika, yeye anaikala kwa nyumba. Ndo yeye hata niambia eti naona hizi pesa tuzitumikishe hivi au ziende hivi. Hakuna eti ile mimi nakuja tu huko eti ya kesho niko nanunua gari. Kesho niko atumia ule mtu pesa, kesho niko fanya hivi. Yes, haiko hivyo sababu watumika haupaswi ku make decision kupesa based on you peke yako. Right. Unapaswa ushirikishe mwenzako na kwe naye anakubaliana. Kama nakatala, unapaswa sasa muangalie nini kenye mutafanya ku resolve hiyo kitu juu kila mtu feel at peace. Yes. Hiyo ni kimwa kitu kenye nililearn na nilienda vipitia mundoa like yetu first year ya ndoa. Yes, I remember kipindi tukinga tunaoana mimi nilikuwa nazoea kutumisha zangu pesa kisi nataka. Nilipenda ninunue kitu kama vile game because before like kumuoa nilikuwa nacheza sana game. Hizi PlayStation 5. Nacheza FIFA, GTA. So kama ni kununua game ikitoka hivi na ni September nanunua game kila mwaka. So unakuta niko myo habit nishajua eti nakuwa tuna swipe nafinya tu online buy nanunua kani kwa pesa nanunua. So ilifika point nijue gisi ya kumwambia niko pa nifanye hiki na pesa. But at the time nilikuwa kwanza akili yangu ilikuwa hayaenda huko like nimwambie so nilikuwa jikuta na spend kisha nakia naambia pesa zitembea. I feel like pesa zitembea. What do you mean pesa zitembea? What do you mean pesa zitembea? Ni pesa zangu mbona? But tena nikakia kujiangalia maisha yangu gisi niko naishi. Kwa kipindi niliendaka nikasema eti you know what? Hizi pesa ni zetu hizi. Sio zangu tu.
So kafika kipindi tuliongeaka pia ifo tuanze shirikishana kupesa tunafanya nini. Ilikuwa very hard ku adjust. Ndo kitu kimoja cha kwanza nikasema kuingia ndoa amaanisha eti ndo vitu wenye ulikuwa unafanya before ndoa utaviacha hapo hapo uende kisi ndoa inapashwa no. Na ndoa inakuwa nani uko unajifunza kisi uko naenda. Yes. Cause hiyo kitu ya pesa ndio ilikuwa kitu ya kwanza kilikuwa kinanisumbua ile kujua kumshirikisha mbia mingi yanafanya. Yeah. I think yeye ndo anaweza kuwa like reason ya yeye kunifanya nijue gisi ya kumanage zangu pesa vizuri ya kufanya eti si spend because before kwa game kitoka naenda nunua sita complain that finds a wife na swipe najua next week itatumika check tena itaingia I don't care. Yes but kulikuwa sasa ile na pesa ni involve mwingine mtu sasa mpesa zangu ikakuwa nika just hivyo tukaenda hivyo pole Mungu akasaidia kaingia hadi hivi nikispend pesa najua ni ngapi zilitoka zilienda wapi zilifanya nini. Very simple sana. Viki, ni kitu gani kigumu kenye ulijifunza kuhusu mume wako baada mshaanza kuishi pamoja? Kitu kigumu kenye nilijifunza kuhusu mume. Yani kitu kenye kilijireveal ikakupa muda mgumu kabisa ku accept kwamba like huyu ni yeye na huyu ni mume wangu whether napenda au sipendi ndo huyu. Mume wangu kipindi hicho alikuwa mtu mwenye kuna ndo short temper. Mtu mwenye like anawahi kusirika haraka like unakuta uko naongea naye good kumbe mwenzako huku Aisha sirika or utakuta anasirika mimi nitafeel amesirika without a reason. Kisha tena alikuwa mtu mwenye anatia vitu sana kuroho. Akisirika hivyo hata kuongelesha inaweza pita hata siku 2-3 no like. Kisha hapo hivyo mimi nikingaliki mia hivyo niko si miezi kama miezi 3-4 niko mia kusiazoena na watu munyumba sana like kusinikingaliki mgeni yeye ndo rafiki yangu. Kisha hapo hivyo asiniongele ananisirikia niongeleshe kisha akuilomba msamaha you know banamke tunakuwa wale watu wenye tuyamalize utamkuwa utasirika yes but utafeel like we have to talk now kwa sababu ndo mwe ulifata. Yeah, so ndo kile niligundua kuhusu yeye ilikuwa so hard sana kwangu cause nilikuwa nikingaliki mgeni pale kunyumba japokuwa nasema mwanamke sio mgeni yes anakuwa mgeni sababu yaziona watu wote pale. Kubuko yako please mwanamke ni mgeni. Mwanamke ni mgeni cause nilikuwa siazoeana nao sana eti nitakala navo the whole day tupige story. Ako si marafiki zako. Yeah, so ilikuwa so hard sana kunani. Yeah, okay. Asante sana for sharing that. Nataka nijue kujenga identity yako. Yani I don't know what's identity in Swahili guys. Kujenga identity yako yani utu wako kuijenga ilikuwaje kipindi uko naishi mnyumba na familia ya mume wako na sio tu familia ya mume wako but uko na jenga nani familia yako like you come unaolewa. Ungali unajifigure out at age 19 uko mdogo you know like you're still trying to figure out ni vitu gani wenyewe unapenda ni vitu gani wenyewe upendaki. So ulikuja kujielewa zako interest yako personality hivyo vitu kuvinavigate ilikuwa je like napendaka sana kujua hiyo kitu kabisa. It's not just for the show napenda mie kujua like how do you mie imagine nimechukua muda niliishi na wazazi wangu for a very long time before ni nani niende off on to college naishi na my roommates or whatever and then finally I'm living on my own and kuna vitu vyenye nimekuja ku learn after nimeanza kuishi peke yangu about myself mpaka nasema hivi ningekuwa nishaolewa mbona yangu siangenifukuza nyumbani kabisa you know. So I wonder like kwako ilikuwaje mwote wawili honestly because identity is something we're always wote tuko tunajifunza who we are as individuals. Kwangu mimi kwa shida sana mimi niko kwetu na uko mwanaume. Yes, niko mwanaume. Naweza nikasema kwanza bazazi yangu abakuwa kibali controlling parents abakuwa kiba eti wajue unaenda wapi unafanya nini abakuwa kivu ukitoka wanapenda
banapenda ubambie tu nenda fasi fulani just in case of emergency, na tu fulani yale atu fulani kama hivyo. Kwa kile eti kwa nini uko naenda utarudia saa ngapi nini, kwa hivyo. So nilikuwa niko kwetu tu, you know. Yeah. Inaweza kuwa different kwake because yeye anakuwa familia yenyewe kwanza azoei watu, anazoea tu mie. Kwa just kuishi na wale watu, kuelewa tabia zao, kwa just nani tabia za pale. Unajua kila nyumba inakuwa tabia zake. Yes. Na kwa just tabia zake kufit tabia za mnyumba. Hiyo ndo. Yeah, labda asemea hapo hivyo. Because mie kwangu ilikuwa ni the same. Yes. Not much changed for Not much changed, yes. Okay. Yeah. Okay, we'll talk about that a little bit. Naweza sema ikukuwa hard sana kwangu kwa sababu nakuwa niko lucky sababu nilienda patana mama mkwe mwenye anakuwa ule mama mkwe mwenye like anakutake some mtoto wake. Nobody is perfect. I don't know kwa nje kama alikuwa anatake some mtoto wake au why, but for me gisi tulikuwa tunaishi naye pale anakuwa that person mwenye kazi sio mwele kazi like kazi is not for only mwele kazi akukweti akwe boy wenu. Everyone anaweza katumika kazi like ukilamuka haijalishi umelamuka mapema unyuma kazi utakuta unafanya. Ukikuta endo amelamuka mapema unaweza kuta amepika and all that na kukaribisha kumeza eti kula like that. So na feel like haikukuwa so hard sana ku adjust. But pia for me mwele kazi nilienda anza jitahidi kwanza wake up early cause niko kwetu nilikuwa lamuka anytime that I want. So ilini take time kwanza lamuka mapema. Hivyo nilikuwa fanya nikilamuka nyuma na niko pale kunyumba hivyo nilikuwa fisa nimefanya like a crime. Why did I wake up? Yeah. So niko naogopa sana. Kisha mwa siku mama wangu akaniambia hii kwa na take tu yako time kulamuka, sio lazima ulamuke mapema hivyo like uko kuanza jifisa uko kwa nyumba. Kwa nilikuwa fanya kama siku lala na like kuclean nyumba usiku hivyo. Because most of the time nilikuwa na clean nyumba usiku kwa sababu asubuhi most of the time pale kwa nyumba kwa kufika bageni bakute nyumba iko clean and all that. Kama siku lala nafanya hivyo kisha nilamke nyuma nilikuwa na like nilikuwa tetemeka muro. Sitakuwa sema hivi na mama mkwe hata nisema mbaya eti nimelamka nyuma hivi na hivi, but nilienda shukuru Mungu hakukuwa that kind of person. Yeah. Okay. So hiyo kuishi na mama mkwe na baba mkwe ni reality ya vijana wengi sana. Yani wanaolewa or wanaoa bado wako kwao na banahitaji mpaka you know, na kuko wazazi wengine wenyewe kwa semelea hautaenda fast like hata ufanye nini hautatoka hapa like utaikala hapa tuko sijui tunasaidiana kulipa nyumba or whatever else rezo zabo zenyewe biko nazo. Mlikuwa mko nyumba yenye muna share roof mwe bote. Fidel, yes. Uliwezaje kupata sauti yako kama mme wa Vicky ikiwa kwamba wazazi wako walikuwa mle ndani? Yes. Na wazazi yako walikuwa banakuona we bado uko mtoto. Kwao uko mtoto. It doesn't matter. Unaweza kuwa miaka 30 lakini uko chini ya nani ya yabo roof uko mtoto wao. You know? So ulipata sauti yako aje kama vile mme wa mtu? Na we Vicky ulipata sauti yako je kama mke wa mtu? Like ile kujua sema hapa mimi niko mke, hapa mie niko mme. Ile ku madecision kasi kuko zile decision zenye mwa hizi mandoa zenye like batu kwa wanaishi na bazazi yao unakutana most of the time bazazi ndio biko wanakamata ma decision kaza at the end of the day mko mnaishi kwao like siwezi by fault kazi mko kwao. Yeah. Mimi naweza nikasema kungambo ya hizo ma decision na nini, naweza nikasema bazazi zangu walikuwa so understanding, walikuwa wanajua nafasi yao na wanajua nafasi yetu kweli. Yeah. Hakuna siku yenye niliwahi kufanya kitu kwa nyumba bazazi bakatale be nafanya au decision nafanya bakatale au baingilie decision napenda kumake baingilie baikatale like kama vile kuvuruga nini. No. Walikuwa wana understanding kama ni tuko penda tununue kitu tutanunua hiyo kitu na tutakiwa nyumba kila mtu anatumikisha. Kama ni kama kuna any decision tunapenda tusafiri tunaenda sehemu apata kuko anatuliza mko naenda wapi, mko nafanya nini, mko nafanya nini, kama vile so abakuwa controlling, walikuwa wana understand it iko na mke wake na sie tufanye vyetu. At the end of the day
sisi wote ni pamoja, ni familia moja, walikuwa wana hivyo. But mie kungambo yangu sasa, mimi nilikuwa na feel even though tulikuwa pale, but hatuko in control of everything kiivo. Even though my parents banaweza banatuweka ile uhuru ya kusema eti we are welcome kufanya vitu nani, na tulikuwa navyo forever. Hakukuwa ile eti hatuwezi tukachange vitu au nini. No. Lakini mimi nilikuwa jifili tu it's not enough. It's not enough. Yes. Pale ni kwa wazazi yangu, sio kwangu. Tunasema eti ni kwangu lakini sio kwangu. Ni kwenu bro. Yes. Ni kwetu. So kuko vitu wenyewe naweza nikafanya. Wanasemaga ni kwa mwelekazi but haikuagi eti ni kwa yes. Haikuagi kwa mwelekazi. So kuko vitu wenyewe unaweza kufanya na wenyewe hauwezi kufanya. So kuko tofauti wa kukua na kwako na kukua na kwenu. So yeah, mie kungambo yangu naweza nikasema like decision making haikukuwa shida sana. Ya sababu parent wangu hawakuwa bali eti wako strict kiivo eti mwiko na kalaka hapa napaswa uweke hapa au hii kiti napenda kikuwe hivi na kikuwe hivyo na vilikuwa hivyo. Yeah. Lakini siko crazy kusema kwamba hivyo vitu viko vinatokea, right? Yes. Vinatokea. Yes. Okay. Biko vinatokea. Kuko watu wenye we know that hiyo vitu biko vinabatokea na biko mndo right now na vinabatokeaka. Yes. Biko inakuwa tegemeana family kwanza yenyewe uko hemo gisi. Yeah. Gisi yo familia iko na zake ndo nini? Wanasema nini? Rules. Zake rules, mwenendo ya maisha yao gisi iko. Yes. But mimi ngambo yangu sikukuwa na issue sana kiivo. Yeah. I don't know about my wife. You feel the same way? Kama alikuwa feel the same. Yeah, juu ni kwao. Sio aseme ni kwao. Ni kwao. So anaweza sema hivyo but maybe ulikuwa unajisikia otherwise. Ulikuwa unajisikia kwamba uko na sauti, uko uhuru pale kufanya lolote ambalo ulikuwa unataka kufanya. Na uko honest. Vicky usipokuwa honest. Vicky unapiga fimbo hivyo. Kusema kweli mtu haukuagi comfortable kwenda kufanya anything that you want kwenye sio kwenu, sababu pale sio kwenu. Japokuwa ni kwako, yes, banasemaga kubukwe ni kwa mwelekazi, but I wasn't comfortable to do anything that I want nani saa yenye mie napenda. Ya kwa hiyo nikipenda nifanye anything, yani anything at all, nilikuwa naenda uliza mama, should we do this? Like, can we move this? Sipendi gisi kiko hapa, tunaweza tukakimove tukitie sehemu fulani, vitu kama hivyo. Yani sikukuwa I know walikuwa bana they wanted me to be comfortable but sio kwetu eti nifanye anything that maybe naweza fanya kwetu na sio kwako. Yeah, si eti naweza fanya so eti naweza fanya kila kitu chenye mimi napenda. Naweza kuya nikifanya hivi batakala kimya, yes, but maybe hawatakipenda kwa boro. Yeah, so haikuwa kwangu haikuwa comfortable sana kufanya nitaongea ngambo ya nani, ngambo ya badimai, right? Mie nilikuwa na demai yangu and demai yangu aliwahi kuishi kwetu for just a little bit, lakini kuna zile times juu mu culture yetu, right? Simana komaza watu wa kike kujua seme ukiolewa kwa mamako mkwe ni kwako, right? Demai yangu iko na hiyo esprit like anajua seme hapa ni kwangu whatever, so she feels very comfortable, or sijui maybe she ana display kuwa comfortable lakini haiko very comfortable mu role, right? Lakini kuna vitu wenye like atafanya and in my head kama vile wifi yake, I'm looking at her like, my dear, this is not your house, like this is my house. This is my mom's house, like kwanza najisikia like anaweza fanya hicho chochote kile, but in some aspect I'm like, no, usubiria mkwenda una kwenu ndo mwanze fanya whatever you want, you know? So even has a sister-in-law, na hiyo sio kusema seme me I'm very loving with my sister-in-laws, na mimi ni mtu najelewa sana, najelewa kabisa, najelewa na naelewa kwamba like a woman requires their freedom. Kila mwanamke anahitaji jiko yake. So hiyo mie to some extent niliwahi kumfanya wifi yangu akuwa uncomfortable ili yeye na kaka yangu akamate nyumba yao. Basi jisikie comfortable kwa mama yangu. Unaona juu basi jifeel at home. Basi jifeel at home. Because kuna vitu kuna ndoa, kuna vitu sometimes unataka kuargue, always argue mamako mko yuko pale, mtaargue aje? Tapika kijiji. Na kuna zile arguing tu za macho tu, like you just want to do it. Like it's not like is
you know, it's not violence, right? Like you just but become romance. There's just those romantic things, romantic gestures zenye unapenda kutoa, zenye hauwezi toa. So me, I wanted to make sure that she was uncomfortable. Nilikuwa mwambia get comfortable kwa mama yangu. Fanye mwende kwenu. Sana mwana macho. Angalia yeye anasema onu mwana. No, but it's true. Me personally nakubali kwamba as a woman I wouldn't want to do kwa mwanamke mwingine benye mistaki vitokee kwangu. Mistaki niwe na nani na nyumba alafu nikae tu kwa mama mkwe the whole time. No. Yes, nitaenda kwa mama mkwe na take care whatever. Mama mkwe akinani atakuja kwangu. Ni take care. Sio eti ameshakuwa mzee eti mimi niende no. Kwangu, munyumba yangu, I take care of them. So mwa hiyo njia like I feel like banani bademai sio to me. Like bademai ba mingi wanajisikiaka and that's why kwa bafie wenyewe wanasema kasema bademai wanakuwa babaya sijui nini. No, they just some of them are like you are doing too much in my mother's house. Yes. You are getting comfortable. You're trying to replace me under my mom's roof. Why? Unaona So bafie kama uko na sheria yako na mungali kwenu kwa mama yenu mkwe Mutoke. This is a message. Mutoke. Musikwe comfortable. Juu kese yangu ni hivi like mlikuwa mna draw line mwe mnasema you guys didn't really have struggles like did you ever have those things where like way between way na nani na wifi zako or like way na bako ba siblings where it's like you had to draw the line aseme no this right here hivi ni vyetu mie na yangu sio vyetu sie wote. Did you ever have those moments and how did you navigate that? Kwa vitu unajua mimi na wadogo wangu tunakoma I joke with my siblings a lot. And ikifika hata hivi nikienda kwa nyumba we joke a lot, tuna play a lot. But before wakati tunaingia mndoa kulikuwa kukingaliki ile ilikuwa too much. Bananichukulia poa. But kulifika kipindi nikamwambia like yo before that we have unapaswa muangalie kisi Mungu anaongea na mimi. Siko tena kuongea na mwe anyhow. So unapaswa kuwe boundaries za kuongea. Sio unaniongelesha anyhow na repeat yes. Mjue niko kaka yenu yes but niko mume wa mtu sasa hivi. Nanisha kwa mume wa mtu. Na kulikuwa na ile kipindi kingine niliwaambiaka kisi unapaswa kuwa na muongelesha, msikumu muongelesha saa mwenze. Msikuwa mnamuongelesha saa mwenzenu. Even though mnaweza kufika saa mko miaka moja. Saa mdogo yangu mweko chini yangu iko miaka moja sana na mke wangu. Niliwahi kumwambia eti you know even though mko miaka moja hapashi kumuongelesha saa ni mwenzako wa kawaida ujue ni mke wangu. So ukimkosea adabu na nikosea adabu. Kukosea wewe. Yes. So na balisikia na bana try kukua kufuata gisi niliwaambia. Even though you know ni wanadamu they might cross a line sometimes but banakuwa wana try kunani. Ila yes kulifika kipindi kenye nili like baambia hivyo. Sometimes ilikuwa hata through asira kama alifanya kimako kitu yesikupenda. Siwezi nikakumbuka the incident. The incident kiivo but nakumbuka kwa kipindi kenye nisemaka and I'm like nasirika niko baambia yo sitaki mko mnaongea hivi, sitaki mko mnaongelesha hivi. Sitaki mko mnaongea hivi juu ya mke wangu nini. But kwa ile eti fights between wife wangu na baba na kulikuwa tu ile bako wanafanya hiki bila kuniambia, bako wanafanya bule wa like vitu vidogo hapana ile like kugombana mnyumba. Hiyo kwa kutokea ilikuwa tu ni ile angalau biko wanafanya hivi abaniambia walifanya hiki vitu kama hivyo. Lakini kama mwanaume mwa hiyo situation yes, nakuwa naambia like you had to simama kwa sababu wewe pale ni kwenu. Ukioa mwanamke wako right unamleta kwenu, the only defense mke wako iko nayo, the only backing yenye bibi yako iko nayo ni wewe bwana yake. Wewe bwana yake usipotoa sauti umprotege mke wako, umsemee or uwaweke ndugu zako kwa nafasi yao,
wata walk all over your wife. Mke wako atakuwa stress na mke wako atakuwa stress, ni stress yenu mwe bote. Juu Mr. Stress, alafu nikae hapa nikose ku stress na wewe stress. Right? Kuko ingine kitu nilienda learn, even though abikwenda tokea, niliendaga bileni through ile counseling yenye tulipitia haka. Baituambiaka, even though kunaweza kuwa like kunyumba kunapitikana kitu and your wife is wrong, haupashwi umuoneshe pale mbali watu eti she is wrong. Kwa huko yake side. Uwaoneshe huko yake side. Kisha sema mtakuwa wawili na waambie eti wewe ulifanya, alikuwa poa. Go apologize. But ukimshusha mbele ya wadogo yako, especially wadogo yako. Ukimshusha mbele ya wadogo yako, wadogo wako watamchukulia poa. Yep. Ndio kimwa kitu. Watamchukulia poa eti kaka anamuongelesha hivi. Sina mimi naweza muongelesha hivi. Kama mimi nakuwa namkosea adabu mbele ya wadogo yangu nao watanimtukana, wanamkosea adabu. Vitu ya hivyo. Yes. Lakini kama nafanya kimwa kitu kenye sipendi, niko namwambia kuchumba like hiyo, sikupenda ulifanya. Lakini it needs to be in private. Yes, in private. Hapana pale kwenye correct in private. Pale vile yani kama ni kuact hata ni kuact this haikunifika, nita-act haikunifika na act tupo watu. But sasa tutakuwa kuchuma namwambia tu yo, sikupenda ulifanya. Don't do that next time. Namwambia hivyo bwana, change. But ile ya like anakosea, unampiga nyangala kata. Uko watu nasikia kuko watu wanakuwa hivyo, unakuta anatukana mke wake mbele ya watoto au mbele ya wadogo yake. Hiyo inakuwa najenga mu watoto, iko najenga eti huyu tunaweza muongelesha poa. Tunaweza mchukulia poa tu, mume wake kwa muita hivi. Ndio pale unakutanaga kwa watoto wenye they really don't respect their moms. Yes. Juu banajua sema like papa anaongea kana hivi, so mimi naweza ongea naye anyhow and it flies. Kuja kwa wazazi wakati wenyewe bado mnakomea, like mko mngali mnakomana, ili kufanya wewe umature mapema, au ulijisikia kwamba ujana wangu naenda hatukuwa tuna plan like tuingie mndoa na tuanze za tukua plan to like tuingie tukale kwanza, tu chill, to enjoy life, twende ma places. Ile wakati yes watu wanaona niko young, but mimi sikuona niko young. Ishatokea, hakuna there's no going back. Ishatokea. Alikuwa kwa mosa kwa mtoto. Na sasa kama niko na wana. Wanaume nao wanapaswa nabo banze. They have to play their wanapaswa play their part. Kusema eti niende out of my marriage ni kitu kinye nasema kwa Mungu anipushe sana. Story is she like helped me, did not even question. You don't even have friends doing that. I was moving from Vegas to Texas. I called Faith. I'm like, hey, I really need assistance. She said, what's up? I'm like, my grandma, she's not really fluent in English. I'm like, I need someone who will be able to assist her to go to Iowa, like take her back while I take my daughter to Texas. And then we're going to come back here and help me move. When I tell you, it wasn't an inch off. She didn't even like, no, nothing. She was like, okay. I'm like, I said, I'll book your flight. She was like, no, sis, I got you. She booked her flight, came to Vegas for a week and a half. She took my grandma to Iowa. Came back we did a 24-hour flight. She took my grandma to Iowa. I took my daughter to Texas. We both flew back to Vegas. We moved. And not only that, my husband drives trucks. So me, her, my husband in that truck. She was like, how do I find myself here? But the story is, she like helped me, did not even question. You don't even have friends doing that. Emo Talk Show.